بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين. أما بعد، ndugu mtazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tunakutana katika darasa nambari 44 za somo la aqida na tauhidi zinazotoka katika kitabu chetu cha Khudh Aqidataka min alkitabi wa as-sunna. Unwani ya darasa yetu ya leo inasema hal yahtaju ad-du'a liwasitati bashar. Tungali katika ukurasa nambari 20 wa kitabu hiki. Je, inahitajia dua wasita, mkaliakati huyo mwenyewe ni kiumbe? Yani tukitaka kumuomba Mwenyezi Mungu Jalla waala tunahitajia mkaliakati ambaye ni kiumbe. Tutayaunganisha masala haya na masala ya hali yajuzu talabu du'a min al-ahya. Je, inajuzu kuwaomba walio hai dua, kuwaomba walio hai dua? Je, masala haya yanafanana ama ni masala mawili tofauti? Anasema la yahtaju du'a liwasitati basharin, haihitaji dua mkaliakati mwanadamu. Somo hili ni kama hitimisho la somo ambalo limetangulia, ambalo tumezungumzia atawassuli katika mada tatu zilizotangulia, nambari 41, 42 na 43. Anasema dua haihitaji mkaliakati liqaulihi ta'ala, ushahidi ni kauli yake Mwenyezi Mungu Jalla waala, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani. Watakapokuuliza waja wangu kuhusiana na mimi, basi mimi niko karibu. Lugha hii ilikuwa ikitokea wamemuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallama. Allah anasema wakikuuliza waja wangu kuhusiana na mimi, yani mimi niko karibu, waombe kwa sauti ya chini ama niko mbali. Akasema fa inni qaribun, mimi niko karibu, ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani. Hapa ni ukaribu wa usikivu wake na uoni wake na kujibu kwake Allahu Jalla wa ala, kwa sababu akatafsiri fa inni qaribun, akasema ujibu da'wata ad-da'i, ninajibu maombi ya waombaji, idha da'ani, pale ambapo wataniomba. Aya hii istidlali yake, yani sababu ya muallif kuileta kuwa ni dalili inayokataa masala ya wasita, istidlali yake haionekani moja kwa moja, mahalu shahidi hapa haonekani moja kwa moja, lakini kwa wanaosoma tafsiri ya aya hii katika tafsiri za Qur'ani, tafsiri yake iko, yani mafhumu hii iko wazi sana. Wanasema wanawachuoni hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakumwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama wakikuuliza waja wangu waambie. Lugha ambayo ingelikuwa inamaanisha kwamba wao wamemuuliza mtume, wamepitia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama kuhusiana na swali la dua, na swala hili la dua Allah Jalla waala amenalipitishia tena kwa mtume ndio liende kwao. Haikutumika lugha hiyo ya kwamba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anarejesha majawabu kwa mtume awaambie. Kwa sababu hiyo ingeleta maana ya wasita, au ingeleta shubha ya wasita, mkaliakati Mtume sallallahu alaihi wasallam katika masala ya dua. Japokuwa haya ni mazungumzo tu, sio dua, lakini kwa sababu ya kuweka mbali hiyo mafhumu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anaweza kuwa ni mkaliakati katika masala haya ya dua, Mwenyezi Mungu akatoa jawabu tofauti na alivyojibu katika masala mengine. Akasema ujibu, mwenyewe akazungumza na waumini wao, wanauliza fa inni qaribun, basi mimi niko karibu, ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani, ninajibu maombi ya waombaji watakaponiomba. Hakusema waambie kama alivyosema katika aya nyingine, yasalunaka
wayasalunaka anil mahid, wanakuuliza kuhusiana na hedhi. Qul, waambie, huwa adhan, hedhi ni maudhi. Wayasalunaka anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas, wanakuuliza kuhusiana na hukumu ya pombe, waambie pombe ina madhara mangi, manufaa kidogo. Wanakuuliza yasalunaka anil ahillati, qul, wanakuuliza kuhusiana na miezi miandamo, qul, waambie. Katika masala ya dua peke yake hizo qul ziko nyingi, waambie ziko nyingi. Katika masala haya wakikuuliza, yeye mtume Allah Jalla wala akamwacha mtume akaongea na waumini moja kwa moja. Ulama wamenoti kwamba katika masala ya dua ni ishu ya baina ya mtu na Mola wake, wala si ishu ya kupitia kwa mwingine yeyote, kwa sababu ni suala la ibada, na suala la ibada huwa hatumwabudu Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kupitia mtume wala kupitia mtukufu yeyote, bali tunamwabudu Allahu Jalla wa ala moja kwa moja baina yetu na yeye. Kwa hivyo muallif kwa mantiki hiyo akatoa aya hii kuwa ni dalili ya masala kwamba haijuzu kumweka katikati yeyote wasita, ni mkalia kati ama refari katika masala ya dua ya kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam, na mtume alipata kusema, innakum tad'una sami'an qariban, hakika nyinyi mnamuomba ambaye ni msikivu sana na yuko karibu kwa usikivu wake na uoni wake. Wa huwa ma'akum, naye yuko pamoja nanyi, ay biilmihi, yani kwa ilmu yake. Rawahu Muslim, amepokea hadithi hii al-Imamu Muslim. Tumalizie sehemu ya pili ya nukta hii. Anasema, hal yajuzu talabu ad-du'a min al-ahya, je, inajuzu kuomba dua kwa walio hai? Kwa nini analeta masala haya? Masala haya yanakuja kwa sababu yanaweza yakashabihishwa na masala haya kwamba haijuzu kumuomba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, kumwambia Mwenyezi Mungu nakuomba kupitia cheo cha mtume, kupitia cheo cha Abdul Qadir. Haifai kumuomba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Kwa hivyo inaweza ikaunganishwa mafumu kwamba pia kumwambia mtu mwingine akuombee huenda haitafaa, na hali ya kuwa inafaa. Manake jawabu ni kuwa hali ya kuwa inafaa, jambo hili linafaa. Masahaba hata nisiseme waliombewa, manake kuombewa na mtu kukuombea tu yeye mwenyewe ameamua kukuombea moja kwa moja ni tofauti na wewe ndo kumwambia niombe. Walimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam atuombe, walimwambia Al-Abbasi tuombe. Lakini ndugu zangu katika imani, hapa niseme kitu kimoja kimejificha sana, sensitive sana katika masala ya aqida, kwamba hiyo haikuwa ni nyingi kwa masahaba wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niombe haikuwa ni nyingi kama ilivyo kwetu sisi. Ingelikuwa ni sisi ndio tunaishi zama za mtume, ingekuwa sisi watu hawa tuchukuliwe na tabia zetu na imani yetu hii tuwekwe katika zile zama. Na huu ni mfano tu, kwa sababu sisi, ndugu zangu, niseme tu kwa atawadhu, na sio atawadhu tu, ni kweli kabisa iko namna hiyo. Sisi hatufai kuwa ni watu waliomzunguka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama wale majamaa Allah subhanahu wa ta'ala aliwachagua, inna Allah ikhtarani wa ikhtara ashabi, Allah alinichagua mimi na akanichagulia masahaba wangu. Sisi labda tutengenezwe kwa hivi tulivyo, hatufai. Lakini tunasema tu, kwa mfano, ingekuwa sisi ndio tuishi na mtume, ingekuwa hatuendi kwa mtume kuchukua masala ya dini kwa wingi, ingelikuwa swala kubwa. Sisi tunaweka foleni ya dua, mtume atuombee dua. Sisi tunaweka foleni kwa watu wahuni tu ambao uhuni wao uko wazi, utapeli wao kwa jina la dini uko wazi. Tuwapanga foleni na tutozwa pesa, tuuziwa mafuta, mpaka kwa manasara watu wanaenda kwenda kuombewa dua. Sasa hii pia sisemi ni haramu, lakini kwa kiwango hiki, unajua jambo linaweza kuwa nafaa, lakini kwa kiwango hiki alifai. Kwa kiwango hiki alifai, au linaweza kuwa linafaa lakini si bora. Ndio maana maswahaba wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa, huwezi kukuta kuna foleni nyumbani kwa mtume, watu wanasubiria atoke fulani na yeye akaombee dua, nina tatizo fulani niombe dua na tatizo. Hiyo ilikuwa ni chache sana kwa maswahaba, kwa sababu walikuwa wanajua mlango huu haukupanuliwa kwa kiasi hicho, kwa sababu kuna namna
ya kumtegemea mwingine kinyume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akikuombea ukafanikiwa, shukurani hapa kwa madhaifu ya kibinadamu zitagawanyika, zitaenda kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na zitaenda kwa kiumbe, na hili ni suala la ibada. Pengine nakosa nini ufasaha na namna ya kulizungumza kwa ufasaha swala hili, lakini jambo hili halikujuzu kwa lugha ya mapendekezo katika sheria. Limejuzu tu kwa kuwa linajuzu. Unakumbuka ile hadithi inayosema wala nini, ilipotaja 70 alfan alladhina yadkhuluna aljannata bighairi hisab, watu 70 ambao wataingia peponi bila hesabu. Akataja katika sifa zao, wala yastarqun, hawaombi ruqya. Ruqya ni kuomba, kuombewa, kuomba kusomewa dua na ruqya. Wala yastarqun wa ala rabbihim yatawakkalun, hawaombi dua na wanamtegemea Mola wao. Kwa hivyo na swala hilo linajuzu, lakini si kwa mlango mpana hivyo kwamba watu wakimwona mtu fulani ni mwema basi wawe wanaweka tu msururu kwenda kuombewa dua. Si suala linalopendelewa sana kisheria. Wallahu aalam. Kama nimepatia, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anilipe, kama nimekosea Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anisamehe, lakini hicho ndicho ambacho mimi nakiona katika mafumu yangu. Hali yajuzu talabu du'a min al-ahya, je, inajuzu kuomba dua kwa walio hai? Anasema yajuzu talabu du'a min al-ahya, inajuzu kuomba dua kwa walio hai, lal amwatu, si wafu. Qala ta'ala, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla alisema yukhatibu ar-rasul hayyan, alipokuwa akimsemesha mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa hai, wastaghfir lidhambika. Mwenyezi Mungu alimwambia mtume sallallahu alaihi wasallam watakie msamaha, taka msamaha kwa ajili ya madhambi yako, lidhambika, kwa ajili ya madhambi yako, walilmu'minin. Nifahamisha nukta moja hapa. Kumwambia Mwenyezi Mungu nisamehe sio mpaka uwe umefanya kosa fulani. Hiyo ni ibada na hiyo ni unyenyekevu kwa mja kwa Mola wake. Kwa hivyo kumwambia Mwenyezi Mungu usituangamize kwa makosa yetu sio mpaka iwe kwamba katika kumbukumbu yako kuna makosa. Kwa hivyo, kwa sababu kuna watu wanasema mtume ana madhambi mangi. Hapana. Mtume sallallahu alaihi wasallama kufanya istighfari ni sehemu ya ibada na ni sehemu ya unyenyekevu wa mja kwa Mola wake, kwa sababu hajitakasi na kusema mimi ni msafi, kwa hivyo sina haja ya kufanya istighfar, kwa sababu kudhania hivyo peke yake ni dhambi. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliamrishwa na Mwenyezi Mungu, akaambiwa wastaghfir lidhambika walilmu'minina, omba msamaha kwa ajili ya madhambi yako na waumini, walmu'minati, na waumini wa kike. Wa fil hadithi, na imekuja katika al-hadithi sahih alladhi rawahu at-Tirmidhi, ambayo imepokelewa na at-Tirmidhi, anna rajulan dharir al-basari, kwamba mtu mmoja ambaye alikuwa, neno dharir al-basari yani kipofu, mwenye ulemavu wa macho, atan nabiy sallallahu alaihi wasallam, alimwendea mtume sallallahu alaihi wasallam, faqala ud'u Allah an yuafiyani, muombe Allah aniafu mimi kutokana na maradhi haya. Mtume akamwambia hiyo haijuzu. Hiyo inajuzu, yani kuombeana dua ama kumuomba mtu akuombee dua, lakini usibweteke. Maana sisi leo unaambia mtu akuombee dua, unaweza kuwa wewe unacheza na simu yako, unaongea na simu, yeye sheikh umemkodisha tu amekaa pale anaomba dua. Si katika sura kama hiyo. Akuombee dua katika faragha zake, katika swala zake, katika nyakati zake, na wewe naye wakati unaombewa usiache kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo jambo hilo linajuzu. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam si wasita katika dua, lakini ni wasita katika tabligh ar-risala, na hiyo ndio unwani inayokuja. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.